maisha yanaendelea. Bwana, kumekuwa kuna sintofahamu juu ya uwanja ambao utatumika kwenye dabi. Maana Mkapa inafahamika anafanywa maboresho kuelekea AFCON 2027. Vipi, mmeshaamua uwanja gani mtatumia? Mmewaipa bodi taarifa kuhusiana na uwanja ambao mtatumia? Ya, mpaka sasa bado sina updates ya uwanja, kwa maana wakubwa zangu bado hawajaniambia niwatangazie wana Simba uwanja gani tutakwenda kutumia. Kwa hiyo niwaombe mashabiki wa Simba na mashabiki wa mpira kwa ujumla, maana hata mashabiki wa wapinzani wetu vile vile wana shauku ya kutaka kujua uwanja ni wapi. Kwa hiyo tuvite subira, tutakapofikia maamuzi ya uwanja gani basi tutakuja kuwatangazia. Bana, amepewa adhabu hapa ya milioni 15, adhabu ikiwa imegawanyika kutokea kwenye ugomvi wa masteward, lakini pia mashabiki kutokuwa na nidhamu ile ya kifootball. Hii nyinyi mnaitolea tamko ama mnaizungumziaje? Ya, hapo kwa mashabiki tungependa kuzungumza zaidi na mashabiki wetu. Msimu huu tumekuwa na mwenendo usioridhisha kwenye eneo la ushabiki. Hii ni mechi ya pili tunatozwa faini, ukiachilia mbali kwamba faini zina uwezo wa kulipika na kila kitu, lakini taswira ya klabu yetu ndio ambayo inachafuliwa hapa. Ile brand ya Simba na ile sifa ya Simba Sports kwamba ni watu wa karimu, watu wa starabu, watu wa pole, watu wa ungwana, watu wa heshima, watu wa maana, inaanza kupotea taratibu kwa matukio kama haya. Mimi ni waombe mashabiki wa Simba, tujitahidi kudhibiti hisia na hasira zetu. Ni kweli kuna mambo yanakera uwanjani, kuna maamuzi yanakera uwanjani, lakini tunachokifanya sio tiba yake, sio solution yake. Badala yake tunachafua taswira ya klabu yetu na tunaitia hasara klabu yetu pendwa Simba Sports Club. Tujitahidi kudhibiti hasira zetu. Uzuri ni kwamba matukio yetu yote ambayo yanatokea yanaonekana na mamlaka husika inachukua hatua stahiki kwa wale wote ambao wanafanya ndivyo sivyo katika uwanja. Kwa sisi tusijipe uhakimu wa kuhukumu na kufanya vurugu na kurusha chupa. Kusema kweli, kwa sifa na hadhi ya klabu yetu si matendo ya kufurahisha hata kidogo.